Hivi kwa mfano kati ya Mo Dewji na GSM unaambia uchague mtu mmoja awekeze kwenye timu yako. Wewe unamchukua nani? Mo Dewji. Kwa nini? Ni tajiri nini? Ni tajiri. Ni tajiri kwanza. Kwanza ni tajiri. Na pia ni tajiri ambaye anajielewa. Sio mandulia. Tajiri ambaye anajielewa. Ni tajiri muungwana, ana busara na hekima, lakini pia anajua nini anachokifanya. Siwezi kumchagua huyo mwingine, sijui jina lake sijamjua vizuri. GSM. Ni nani? Anaitwa GSM. GSM. Siwezi huyo kwangu hawezi. Yaani hawezi hata hivi. Kwa nini? Hana vigezo vya mimi kumfanya kwamba awe kuwa tajiri. Vigezo hana. Kwa hiyo mimi naangalia vigezo. Swali lako umeniuliza na kati ya Mo na pia na GSM. Ni nani anafaa kuwa mwekezaji? Sawa. Ni Mo peke yake anafaa kuwa mwekezaji. Ndio maana toka Mo aanze kuwekeza Simba Sports Club. Ndugu mwandishi wa habari, haujawahi kusikia hata siku moja kwamba nchi hii inaingia kwenye manunguniko vilabu na mashabiki mbalimbali na vilabu mbalimbali. Ushakusikia? Kabla GSM hajawekeza katika klabu ya Yanga. Sawa. Wakati huo kwamba Mo yupo Simba Sports Club. Ushakusikia una shida ya vilabu? Hakuna. Lakini toka alivyoingia tu yeye, changamoto zimeingia. Kwa siwezi kumshika mtu ambaye mwenye changamoto na shida. Kwani hiyo nijibu ni hilo. Sasa hivi ukiangalia Simba chini ya Mo Dewji kwenye mikono salama kabisa, lakini Yanga unajua anaongoza ligi ujue. Hawa wako chini ya GSM wao. Ni kweli wanaongoza ligi kwa nafasi yao. Naomba kusema wanaongoza ligi kwa nafasi yao. Wao mechi zao nyingi zimekuwa ni mechi za manunuo. Sawa, mechi zao nyingi zimekuwa ni mechi za manunuo. Mfano mzuri tu mechi ya juzi. Sawa, mechi ya juzi tumeiona wenyewe. Yaani kila mmoja ameona mwenyewe. Yule kipa mpaka kocha mimi akaamua kumtoa. Sawa, kosa moja anaulia mara 2 mara 3. Mwisho wa siku basi okay sasa toka. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba Yanga anaongoza kwa sababu kwanza anaongoza kwa mechi. Amecheza mechi nyingi, lakini pia hata kama tuko sawa, bado yeye ataongoza kwa pointi 1. Lakini sio shida, bado tuna mechi yetu. Yeye amecheza zake, ameshinda. Na Simba wakati huo tunacheza mechi za kimataifa. Tukirudi tunashinda mechi zetu. Baadaye tunakuwa sawa. Tukikutana mimi na yeye ndio itafahamika. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba GSM ni bora. Sawa. Yanga akuongoza sio shida. Sawa? Kuongoza sio shida. Lakini kama GSM ananunua mechi, kwa nini nyie Simba mnashindwa kununua? Simba maana nimesema Mo ni tajiri ambaye mwenye hekima, mwenye busara, mtu ambaye anajua nini anachokifanya. Mchezo wa mpira, mchezo watu wache uchezwe. Sawa? Haina haja kununua mechi. Ukinunua mechi maana yake ni udhaifu. Ina maana ionekane klabu yako ina uwezo mkubwa kumbe haina uwezo wote. Sio mwisho wa siku inatokea nini? Baadaye haya kununua mechi anayefanya GSM. Mwisho wa siku ameingia kwenye kaubingwa. Ameishia wapi? Group stage. Hayo ndio masala. Kwamba amezoea kuanunua akina Fountain Gate, amezoea kuanunua akina Ken Gold, kazoea kuanunua akina Singida, amezoea kuanunua akina Kosi, amezoea kuanunua akina Namungo, amezoea kuanunua hao. Lakini anapoenda katika michuano ya kimataifa, hawezi kununua kila mmoja pale ni mwamba. Si mwandulia, wachezaji wake thamani ya malipo, mishahara yao na mapocho yao. Akienda kule mwamba kule, hata serusi hayafikii. Na ndio maana amefika hapa MC nani wale MC Haja wale. Sawa, mwisho wa siku amefanyaje hapa? Wamnyofu hapa nyumbani. Maana yake nini? Kwamba utajua umuhimu wa Mo Dewji. Mo Dewji ni nani? Mo Dewji yeye anaangalia kwamba niwahakikishe wachezaji wangu wa focus kucheza mpira na kutengeneza matokeo. Sio kwamba nihakikishe mimi niwasababishe wachezaji wa timu pinzani wasifocus kupata matokeo, wa focus kuchukua hela. Yule kipa Fountain Gate sasa hivi maisha yake magumu. Ashafukuzwa pale. Singapore amempa. Hata kama kama milioni 5 itamsaidia nini? Mshahara hakuna. Na yule nikwambie pale Fountain Gate alikuwa analipwa milioni 4 kwa mwezi. Alikuwa analipwa milioni 4 kwa mwezi. Kwa kama analipa milioni 4 kwa mwezi, maana yake alikuwa kina sababu ya kufanyaje ya kuendelea kubaki pale. Shukrani. Asante.